Ndege ya Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi ikiwasili katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam Mei 17 mwaka 2015. Rais Filipe Nyusi ameingia nchini kwa mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Katika uwanja wa ndege baada ya kuwasili, Rais Nyusi amepokelewa na mwenyeji wake Rais Jakaya Kikwete na kisha kupokea heshima ya kupigiwa mizinga 21 iliyokwenda sambamba na nyimbo za mataifa yote mawili, na pia akakagua gwaride lililoandaliwa rasmi kwa ajili yake.
Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam, mapokezi rasmi ya Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi yakafanyika katika Ikulu ya Dar es Salaam, ambapo kuanzia alipopokelewa katika lango kuu la Ikulu ilikuwa ni shangwe na vifijo. Baadaye marais wote wawili wakafanya mazungumzo rasmi ndani ya Ikulu, ambapo Rais Jakaya Kikwete amemkaribisha mgeni wake na kueleza kuwa Tanzania inayo furaha kubwa kumkaribisha nyumbani kwa mara nyingine, na kuongeza kuwa mahusiano ya mataifa haya mawili ambayo ni majirani ni muhimu kwa ustawi na faida ya pande zote mbili. Welcome back home. Naye Rais Filipe Nyusi ambaye ameingia madarakani Januari 15 mwaka 2015 baada ya kupokea kijiti kutoka kwa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Armando Guebuza, amesema katika awamu yake ya uongozi wameamua mambo yao yaanzie hapa Tanzania, na ndio maana amekuja baada ya kupokea mwaliko kutoka kwa Rais Jakaya Kikwete. Pamoja na kufanyika kwa mazungumzo haya, marais wote hawa wawili wameshuhudia utiaji saini wa mabadiliko ya mkataba wa kuondolewa kwa hati za kusafiria baina ya Tanzania na Msumbiji, mkataba ambao utazihusisha hati za kusafiria za kidiplomasia, kiofisi na hati nyingine za kawaida. Utiaji saini huu umefanywa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Tanzania Mheshimiwa Bernard Membe na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Msumbiji Saime Basilio Monteiro. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa hapa Tanzania Bernard Membe akatoa ufafanuzi kwa waandishi wa habari juu ya mabadiliko yaliyopo katika mkataba huo. Mkataba tuliosaini leo kati yetu na Mozambiki wa masuala ya mambo ya ndani, hasa immigration, uhamiaji, unahusu, kwanza lazima niseme nimesaini kwa niaba ya Mheshimiwa Chikawe ambaye amekwenda jimboni, nimechukua nafasi hiyo mimi. Mkataba huu unahusu mambo matatu makubwa. La kwanza tunazungumzia wageni wanaotoka Mozambiki kuja Tanzania na wanaotoka Tanzania kwenda Msumbiji. Tulikuwa tunatoa visa ya siku 90 sisi kwa mtu yoyote anayetoka Msumbiji kuingia kwetu. Anagongewa siku 90. Anaruhusiwa kukaa Tanzania kwa siku 90. Lakini kwa Watanzania waliokuwa wanakwenda Mozambiki, wakifika pale kwenye checkpoint wanagongewa siku 30. Siku 30. Baada ya pale inabidi ya renew. Kwenye mkataba huu wa leo, pande zote mbili za wageni, wale wanaotoka Tanzania kwenda Mozambiki na wale wanaotoka Mozambiki kuja Tanzania, sasa watagongewa kwa muda wa siku 90 pande zote mbili. Kwa hiyo kama kuna Mtanzania toka kesho anakwenda Msumbiji, akifika pale immigration atagongewa siku 90. Na wa Msumbiji anapofika huko ataendelea kupata siku 90 ambazo Tanzania tulianza. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni hili, kwamba kwa mkataba huu wa leo, kabla ya mkataba huu, Mtanzania ulipokuwa unakwenda Msumbiji unalipa, na mtu wa Msumbiji alipokuwa anakuja huku analipia visa. Sasa zimeondolewa. Sasa hivi Mtanzania anaweza kwenda Msumbiji mwenye hati ya kidiplomasia au passport ya kawaida au passport ya kiserikali. Sasa unaweza kwenda Msumbiji bila kutoa visa, yani bila kulipia. Lakini kwa muda wa siku hizo 90. Narudia, katika hicho kipindi unachokwenda kumwangalia shangazi yako, ndugu yako, akakupeleza kazi,
cha muda wa siku 90. Utaingia bure. Kama unakwenda kwa miezi miwili utaingia bure. Kama mtu wa Msumbiji anakuja Tanzania kwa miezi miwili mpaka mitatu, ile ni bure. Lakini baada ya pale akagundua kwamba anataka kuishi zaidi, labda ana mchumba, labda ameoa au ana kazi, anataka kuishi zaidi, pale ndio utatozwa. Na kila tatu kubwa kwa wanafunzi, narudia, kwa wanafunzi watakaokwenda kusoma Mozambiki kuanzia sasa, au watu wa Mozambiki wanaokuja kusoma Tanzania kuanzia sasa, kwa mkataba huu na makubaliano ya marais leo, wanafunzi wale wanafutiwa ada ya visa. Hawatatoa tena visa, bila kujali kama anasoma kwa siku 90, miaka 3, miaka 4, mpaka anapomaliza degree yake. Hatatozwa pesa zinazoitwa ada ya visa. Haya ndio makubwa yanayojitokeza kwenye mkataba uliosaini kwa niaba ya Mheshimiwa Chikawe, waziri wa mambo ya ndani. Naam, hayo ndio yaliyojiri katika siku ya kwanza ya ziara ya Rais wa Jamhuri ya Msumbiji hapa nchini Tanzania. Katika siku hii pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amemwandalia mwenyeji wake Rais Filipe Nyusi dhifa ya kitaifa.